Naitwa mrakibu wa magereza Tumaini Bernard Mgongo na ndiye msimamizi wa kiwanda cha samani cha magereza Msalato. Kiwanda cha samani cha magereza Msalato ni kiwanda ambacho kinazalisha bidhaa mbalimbali. Pamoja na mambo mengine ni kufundisha wafungwa ambao wako gerezani wapate ujuzi. Tunao askari ambao ni wajuzi kwenye maeneo haya, lakini hawa askari ndio wamekuwa wakiwafundisha wafungwa, na wafungwa wakisha qualify wanaweza kufanya hizi kazi peke yao, lakini wanafanya chini ya uangalizi wa askari. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi askari kwa maana ndio wenye ujuzi, lakini ule ujuzi walionao wakiwaambukiza wafungwa ili waweze kufahamu. Kiwanda kimekuwa kikizalisha bidhaa mbalimbali za maofisini na majumbani kama ambavyo nimesema, na kutokana na ubora tunaozalisha, bidhaa tunazozalisha zimekuwa na soko zuri kwa wateja mbalimbali, taasisi za serikali ambao wamekuwa wakifika hapa kutaka huduma za kiwanda cha magereza Msalato, na mwitikio huu unatusaidia kupata nguvu ya kuendelea kuwabadilisha wahalifu au wafungwa tulionao, kwa sababu tunapata kazi nyingi ambazo sasa wale wafungwa wanashiriki katika kuzifanya, na hilo limekuwa ni sehemu nzuri sana ya wao kujifunza, lakini vile vile imekuwa ni sehemu nzuri ya sisi kupeleka vile bidhaa kwenye taasisi na watu binafsi ambao wanahitaji bidhaa zenye ubora kutoka kwenye kiwanda chetu cha Msalato. Tumehudumia taasisi nyingi. Sasa hivi tunayo kazi kubwa ya kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ambao wametupa kazi nyingi kutoka kwenye wilaya mbalimbali, wilaya zaidi ya 11, lakini sasa hivi tunafanya kazi ya kupeleka furniture kwenye jengo lao jipya la mkoa wa Shinyanga. Ni kazi ambazo tunaendelea nazo, lakini tumefanya kazi zingine, taasisi zingine nyingi, TFS na taasisi nyingine nyingi kwa maana za serikali, lakini na za watu binafsi, na wengine wameendelea kutuulizia kwa ajili ya kufanya kazi na sisi. Sisi kiwanda chetu kinafanya kazi za mteja mmoja mmoja, kazi ile ambazo zinaonekana ni ndogo kabisa, lakini na zile kazi kubwa. Lengo ni kuwafikia watu wote, lakini lengo zaidi ni kuwapa hawa tulionao ule ujuzi ambao watautumia kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Naitwa Mhandisi Juma Mohamed Mtega, ni mrakibu wa magereza, ni msimamizi wa mradi huu wa ujenzi wa hospitali ya magereza hapa Veyula. Mradi wetu huu tunatarajia kuwa na majengo 15 na mpaka sasa tunayo majengo 3. Na hivi karibuni tunatarajia kukamilisha jengo la maabara, na mara maabara itakapokamilika huduma zitaanza kutolewa. Kwa kukamilika kwa hospitali yetu hii itatusaidia sana kupunguza gharama za matibabu kwa wafungwa, askari pamoja na familia zao, pamoja na jamii inayozunguka eneo hili. Jengo tulionayo mpaka sasa hivi imefikia 90%. Kuna hii 10% tunakamilisha jengo la maabara, na maabara itapokamilika hospitali itafunguliwa rasmi na kuanza kutoa huduma. Wafungwa wameshirikishwa ipasavyo kwa 90%. Wamejenga wafungwa wakishirikiana na mafundi askari, na tumewafundisha vya kutosha, na kuna baadhi waliotoka hapa wamekuwa mafundi. Sisi tulifanya ziara ya kutembelea uwanja wa ndege wa kimataifa Msalato. Tulimkuta aliyekuwa mfungwa ameajiriwa pale akifanya kazi za fundi umeme na akifunga AC. Kwa kweli tulifurahi sana, na mkuu wetu wa kitengo cha CRS alimuona, na askari na maofisa walifurahi sana, na walimchangia, walimpa zawadi, na wamemwahidi kumwezesha atakachohitaji ili aendeleze na ufundi wake. Tunamwambia jamii wawapokee kwa sababu wamejifunza, wamerekebika wakiwa gerezani, wamekuwa raia wema na wamepata skills za kuweza kuwasaidia kwenye maisha yao. Kwa majina naitwa Fadhila Hassani Musa. Hiyo hospitali ilivyosogea hapa kwa kweli tunashukuru sana. Hata mwananchi mwingine kwa kweli kiangalia hivi maendeleo yetu sasa hivi yanakuwa mazuri. Kwa kweli hapa hatuwezi kupata shida tena kwa hospitali. Kama mimi sasa hivi mpaka niende kule jeshini ndio na bima ya afya kule.
lakini ikiwa hapa jirani nitakuwa hapa jirani, naenda hapa jirani. Kwa hiyo nashukuru sana Jeshi ya Magereza kuleta hospitali hapa jirani kwa kweli. Hapo ndio tunaomba Mungu sana ili wamalizie haraka tuweze kupata huduma hapa. Kwa sababu kama hivi watu wanaenda mbali, watu wanaenda huko mpaka Benjamin mpaka General, lakini ikiwa mkimaliza haraka hapa, yani tutapata wepesi sana kwa kweli. Tunashukuru kwa kweli. Yani Mungu awajalie, yani wamalizie haraka kwa kweli. Yani tunashukuru hata mwaka huu iishe. Hata hapa tunaona sasa hivi jengo letu ile naona kama vile limeenda haraka sana kushinda mwaka jana. Lakini mwaka huu limeenda haraka. Tunaomba Mungu hata mwaka usipite. Kwa kweli hospitali ifunguliwe. Jina naitwa Jema Mikaeli Saini na kama maeneo ya Kisai. Kwa hiyo mimi nawaombea Mungu awasaidie, ina maana tupate huduma mapema kwa sababu kama sisi kule tunateseka sana. Hapa kwenye natoka hospitalini. Wenzangu wametangulia na boda. Kwa hiyo tunaomba kwa jitihada mlizofanya, yani tunawaombea Mungu awabariki, yani hata mwezi wa 6 tunaomba hospitali ifanye nini? Tiba tuanze kwa sababu tunateseka sana sisi wa kule mbali. Wangu naitwa Sergeant Doris Godfrey Mwaliko, ni afisa mauzo wa hapa bakery kwa ajili ya mikate, niko eneo la Msalatu Magereza. Katika kiwanda chetu tuna bidhaa mbalimbali mikate kama mnavyoiona hapa. Tuna slice ndogo, tuna mkate keki, tuna skonzi na tuna slice kubwa ambazo bei zake ziko tofauti. Na kuna mkate ambao ni wa maziwa pamoja na mayai ambao ndio huu hapa. Hii mikate mingine ina maziwa tu peke yake. Na katika kiwanda chetu hapa tuna wafungwa ambao wanaingia kwa ajili ya kujifunza shughuli mbalimbali za kiwanda, ambako wakitoka hapa huko watakapokuwepo raiani wanaenda kuendelea na kujitengenezea au kuajiriwa, na wanapotoka hapa wanaendelea kupata na vyeti ambao vitawasaidia huko raiani kupokelewa hata kwenye viwanda vyovyote kuendeleza ujuzi wao wa kutengeneza mikate kama hapo tunavyowafundisha. Uwezo wa kiwanda ni mzuri na mkubwa, tunazalisha kwa kiwango kikubwa na tunasambaza maeneo mbalimbali kwa hapa Dodoma, madukani, mashuleni, maofisini tunasambaza pia.